Hatimaye tena tukiwa tumpata saa mwingine na bahati nyingine zaidi. Tuko na picha bomba zaidi katika episodi ya 3 tu. Kwa chuma inakwenda kwa jina My Dear Lesti Sifu. Lakini pia sonde ambayo tuko nayo mitamboni sonde mgoje soni. Sikiza na nitabaki kinitaka kama mkubwa. Mambo nazidi kwa sawa kwa safi zaidi sasa. Hebu tuunganishe pale ambapo tumeishia. Ili kupata muktadha wa burudani bomba zaidi. Wow. 길동이한테 신세진 다른 사람 절대 발설 마시오. 이런 일이 너무 꿈 같아. 피 안 좋게 반모질입니까? 리오만 이분은 종사관이요. 아까 간절히 찾는 반모질이야 닮. Okay, basi binti alikuwa anadai kwamba ni Duladi, yani mtu ambaye anaogopa mvua. Lakini sasa kwa bahati mbaya ilikuwa kwamba binti alivyoteleza tu, mwanaume alikuwa mbali zaidi. Aliweza kumdaka namna hiyo tala bintibu, mtoto akiwa katika mikono salama zaidi. Binti ajikuta kuna kitu ambacho ameanza kuhisi katika akili yake. Lakini mwamba alikuwa anahitaji kufika sehemu moja hivi ambapo ni kitengo cha matibabu cha taifa chini ya watu mbalimbali ambao wanasaidiwa katika ile eneo. Basi hapa aliweza kupatiwa kitabu ambacho kinatoa mwongozo wa namna ya mienendo ya njia ambazo anazitumia Girdong. Baada ya kupitia kitabu hiki, mtaalamu agundua kitu kimoja tu. Anasema kuna sehemu ambayo ni target yake. Anahitaji kumkamata Girdong. Lakini sasa kuna kitu ambacho kinaashiria moshi. Basi hapa mwamba agundua kitu kimoja tu. Anasema anahitaji kumpata yule mjane ambaye tulimoji kwa mara ya kwanza katika kitengo kile. 이제 어깨가 돌아가네. Lakini binti upande pia amepatia matibabu. Mke wa kiongozi mkubwa sana wa masuala ya ulinzi wa taifa. Lakini nje mtoto alikuwa analia tu. Na mama ambaye ndo anahusikaga kumsimamia mtoto huyo alikuwa anafokewa sana na huyo ambaye ni kama Lord Master. Anasema anashindwa kufanya chochote. Lakini katika kuangusha vitu ambavyo vilikuwa ndani ya mkokoteni aliweza kuona mchele. Lakini pia mchele ni kwamba binti alileta maji la usiku. Anambia sasa si ule ili uweze kupata maziwa ya kumnyonyesha mtoto. Lakini binti amwomba kitu kimoja mtu. Anasema nimesikia sana uvumi zako juu ya misaada yako. Anasema kuna favor ambayo nahitaji. Naomba muda ndaweza kutengeneza kila kitu kitakaa sawa zaidi. Anasema ina maana unanifundisha namna ya kunitoa katika hali ya kutokuwa na ubinadamu. Basi alipofika majira usiku, binti alikuwa anahitaji kufanya jambo moja hivi. Alikuwa anaelekea kwa chief counselor, lakini ghafla kicheche prince huyu hapa. Anamwambia nijua utapita kwa njia hii tu, lakini sasa anahitaji kupata utambulisho wako. Sabi baada ya kumwangalia mtu huyo, agundua ni yule kijana ambaye alikutana naye muda mchache uliopita. Na kuna kitu ambacho kilitokea tu. Lakini pia upande wa pili binti za kumbukumbu ambazo anazipata tu. Anasema mimi naweza kukamata wewe unavyotaka. Lakini sasa kuna kitu ambacho kiliingia katika kumbukumbu ya mtaalamu. Atusimulia baada ya kumpata huyo mjana ambaye alikuwa anasema yeye ndo anajua uvumi wa sehemu ambayo Girdong yupo. Lakini pia aliweza kumpa mwongozo tu ya kwamba nini Girdong anakifanyaga. Anasema ni mtu ambaye amechukua maisha yake kwa ajili ya watu wengine. Ni mtu ambaye yupo kwa ajili ya kutengeneza furaha kwa maisha ya watu wengine. Na ikikupendeza zaidi ni vema unikamate mimi tu. Anasema lakini kwa wakati huu mbona nimeletea mzigo mkubwa sana. Anasema hii ni zawadi kutoka kwa Grand Prince. Basi anasema kwa kile ambacho kinatokea hakuna sababu ya kupambana na mtu huyo. Ina maana Prince mwenye baada ya kupatiwa mwongozo kwa nini ambacho binti anakifanya, aliweza kujikuta yuko katika nafasi ya kuingia kumsupport bibie. Anasema kama utaendelea na uwizi lazima ufanye jambo moja la msingi sana. Lakini pia kumbukumbu ambayo alipatiwa maelezo mengi sana na ule mama juu ya nini ambacho huyo Girdong anakifanya na namna ambavyo amekuwa ni mtu akijitoa zaidi kwa ajili ya kuwapatia matibabu watu wengine. Anasema hakika ni mtu mwenye upendo sana. Na siwezi kusema juu ya kile ambacho kinaendelea, lakini mtu ambaye amekuwa akituletea chakula na kutufanya tuishi maisha ambayo tutafanya tuwe sawa zaidi. Kwa sababu maisha yetu tumekuwa tukichukuliwa kama watumwa. Ni mtu ambaye ameugusa moyo wangu, ni mtu ambaye anagusa maisha yangu. Basi chelewa mwambia nashukuru kwa hicho ambacho mkifanya. Lakini kwa wakati mwingine wanatakiwa upande wangu tu. Kaa upande wangu. Kwa sababu kwa sasa nahitaji kutengeneza foundation ya Joseon, yani msingi wa kutengeneza taifa la Joseon ambalo linahitaji watu ambao wanaonekana wanashindwa kufanya mambo ya kamilifu zaidi. Hasa kuvumi zinasikika. Girdong anasema simama wewe.
Sasa nani anasimama kwa wakati huo? Binti anatupa vimishale fulani ambavyo kiukweli haviwezi kuwazuru watu hao. Hana lengo la kumuiza mtu. Lakini ghafla Prince aliingilia, alichanangwa kidogo. Binti alifika katika nyumba ambayo anaikaga mavazi yake. Katika kitengo kile cha Emaso. Mwamba alifika katika jumba hili akiwa anahitaji kupatiwa matibabu. Sehemu inaitwa MNCO. Ndio sehemu ambayo matibabu yanafanyikaga majira mchana. Na binti ndio sehemu ambayo anahifadhigi yale mavazi yake. Sasa akiwa anatoka alipata mshangao sana kuona ugeni majira usiku. Anasema nini kimemleta huyu? Kumbuka binti anamtambua mtaalamu, lakini mtaalamu amtambui binti. Mwamba anamwambia ni wewe. Sasa binti anajiuliza kwa nini ananiambia ni mimi? Ina maana ameisha nitambua mtu huyu. Anasema ni wewe ambaye ulijijali viatu vya samani sana kipindi ambapo tulikuwa kwenye bustani ya maua ambayo ilisindikizwa na mvua nyingi sana. Kwa hiyo bibi agundua kwamba mtu ni kwamba hajatambua chochote. Anasema Lady Flower, binti wa maua. Bwana, ipo ni katika episode ya 3 kwa Italo Bintibu. Wazidi kusonga na Jaramba, usikate moto. Mzigo unaongwa kibabe zaidi. Anasema ina maana ishindwa kunitambua mtu huyo. Basi binti kavunga mvungo tu. 나 뜨거워 보이는 건 Anasema ingekuwa ni vyema kama ongeza ugeuka tu. Anasema kumbe ni wewe. Nilikuwa nasikia sauti, lakini shida kwa wakati huu nishindwa kutambua kwa sababu kulikuwa kuna kiza sana katika anga. Lakini sasa nafikiri wakati ambao tunapata mwanga na nakuona vyema zaidi. 겠다. Anasema nirejea kwa ajili ya kukuuliza tu juu ya kile ambacho kilitokea ule usiku. Ina maana kilikuwa ni kitu ambacho kinatoka kwenye msukumo wa akili yako au ulifanya kwa bahati mbaya tu? Anasema bwana, usizungumzie hayo mambo. Kile ambacho kilitokea tunaweza tukakisahau tu. Anasema nini nitasahau juu ya kitu ambacho kilitengeneza fikra katika akili yangu kwa wakati huu? Anasema kile kilikuwa sio kitu cha kukiwaza kwa wakati huu. Naomba unisamehe kwa kile ambacho kimetokea. Anasema kwanza anahitaji kufika katika kitengo cha polisi. Binti akiwa anatoka alishikwa na mkono na mtaalamu. Basi kuangalia katika mkono wa mtaalamu akutana jela. Na binti ni mtu ambaye anajali sana. Hivyo aliona mpatie matibabu mtu huyo. Anasema kwa mara ya kwanza nakuja katika ile eneo, nini ambacho umegundua? Anasema kuna kitu chochote ambacho nimegundua, japokuwa naona kuna vitu vina tofauti sana. 너무 진심이지 않았겠어? Anasema sijajua kiasi gani naweza nikamkamata mtu huyo kwa sababu yeye ndo ampelekea mimi niweze kupata majeraha ya kiasi hiki. Yaani mtaalamu anamaanisha Gidong, mtu ambaye sababisha apate majeraha. Hili sasa ni kwamba alikuwa kwenye harakati ya kumsaidia. Anasema nitakuwa nimeshindwa kuelewa. Mtu huyo anaonekana ni mtu mwema sana. Hasa wasogeza kidogo. Anasema juu ya kile ambacho kilitokea na juu ya ule usiku ambao ulikuwa na story ya ndefu ya mimi na wewe, ni kitu ambacho kiwezi kanifanya nizidi kuwa comfortable. Lakini pia upande wa pili binti akiwa anazidi kumpatia matibabu mtaalamu. Lakini pia askari nao kuna jambo anateta. Kwamba anakumbuka kile kitu. Anasema hakika ilinibamba ile siku. Basi ngoja tuiache kama dream tu. Yaani tuiache kama ndoto. Anasema basi ilikuwa ni kama malaika na leo nafikiri utakuwa mwisho wetu tu. Kwa sitakuwa na wakati wa kurejea kuzungumzia mambo tena. Sasa Chalia anamletea picha kwamba nimetafuta kadri niwezavyo, lakini pia nimeshindwa kuweza kupata location yake. Kesho tutaweza kulitafuta swala hili. Sasa Mwamba anafika anasema vipi, kimetokea nini kutoka kwa Gidong na wale maskari? Sasa Yonjeo analejea sasa. Mama ndo anampa muktadha kwamba anasema nilitwa katika kitengo cha polisi. Hata hivyo ilikuwa ni mahojiano marefu sana. Baada ya mahojiano, Prince aliweza kunipatia zawadi kubwa sana. Naweza kupatiwa mbuzi Katoliki, lakini pia pamoja na chakula. Basi ndani katoto kalikuwa kanalia tu. Nitasema na fly. Moja kwa moja kitengo department yuko. Sasa ni kwa secretary. Aambia kutokana na uvumi wa vitabu ambavyo vimetambaa na hata hivyo vimeweza kumfikia mfalme, inachambua juu ya mkusanyiko wako wa masuala ya kodi, unyanyasaji, lakini pia pamoja na kuwatesa watu wa maisha ya chini. Sasa hii imekutengenezea nafasi ya kufanya shindo kuonekana ni mtu ambaye anakusanya kodi kihalali zaidi. Wakati unafikiria nafasi yako itakuwa ndogo zaidi. Sasa upande wa pili kwa mtaalamu, yeye analaumu sana juu ya Yonjeo. Anasema kila kitu kitaweza kwenda tofauti tu kutokana na ukweli ambao nimeweza kutambua. Sasa mkali Yongpai anarejea huko. Kazi yake anakagua na gondoa dogo amekuwa mtu wa kwanza
katika swala zima la mtihani ambao wameufanya, lakini pia kuna zawadi ambazo zimerejeshwa kutoka kwa Ongmin baada ya kukataa ombi la mtaalamu kuweza kumuoa yule bibie. Anasema yule ni mtoto wa concubine tu, hata hivyo alikuwa ana nafasi, lakini ghafla alizego mgangang na ana kijakazi mmoja pa anambia kwa unapita kwenye njia za wakurungwa, ili muumiza sana Charlie, naye kuna kumbukumbu ilikuwa inapita katika akili yake. Sasa huku vitu vinaletwa tu katika kitengo cha matibabu. Hivi anajiuliza wapi vimetoka. Anasema hivi ni kutoka kwa Prince Doll, kutoka katika jumba la kifalme. Yeye ndio mtu ambaye ametuletea madawa yote. Ni Charlie hapa ndio apeleka mzigo. Sasa alikuwa anahitaji kukutana na mfalme. Anasema mfalme kwa sasa amesema anahitaji kuonana naye. Anasema basi mpe taarifa, naweza nikarejea kesho. 안 그래도 마마의 풍문이 난. Anasema rumors zimesambaa sana kwamba katika kitengo cha miso kuna dawa ambazo zimepelekwa, lakini mbaya kimfikia Queen Dog. Anasema sina kitu cha kufanya, lakini nahitaji nikuombe kitu kimoja tu, hebu nitafutie zile silk shoes. Mwamba kuna sehemu anahitaji kuelekea. Sasa upande wa pili katika eneo la soko, yule binti ambaye alikuwa ameandaliwa mume kutoka katika ile familia ile. Pita katika episode ya kwanza utajua namzungumzia nani. Akiwa hapa sasa blaza wake anarejea. Binti hakutakiwa kutoka, sasa anahitaji kuwahi kabla blaza hajafika nyumbani kwa sababu mambo yanaweza kuwa mazito zaidi. Sasa binti atafanikiwa kufika mapema kabla blaza yake. Mimi nawe atajua, lakini muda huo mtaalamu ndo alikuwa anaambamba katika ya maeneo. Hivyo alimpatia binti msaada tu. Sasa nini kitatokea katika episodi safi inafuata? Kwa sababu binti kwa sasa ni kama kuna kitu kinajengeka zidi ya mtaalamu. Anasema umefika na nimekutoa kwenye hatari. Ili binti yuko tayari kushuka au nini ambacho kitajiri? Hebu tukutane katika episodi safi inafuata ili kupata muktadha wa burudani bomba zaidi. Yepa kutokea Kitengozi Online hizi. Sasa ndio ninafaa DJ ukiniita Mbojosoni. Mambo yanazidi kwa safi zaidi. Lese chao. Kamsahamnida.